Katika sehemu ya 4 tulipata kuona mambo yote yaliyoendelea pale, lakini sambamba na mambo ambayo yote yalikuwa yameendelea pale, kulikuwa na tukio la kipekee kabisa ambalo lilionyesha wakati ambao Harris ametuma mtu mmoja katili kweli kwa ajili ya kwenda kumteka Ryan. Ikiwezekana sijui anataka kumfanya nini, ni wakati ambao Camilla anaamua kumtuma muuaji wa siri ama muuaji wa kimya kwa ajili ya kwenda kumkamata na kumteka bibi Aima. Vita ya wanandugu hawa, na yote ni kwa sababu ya mapenzi. Kila mtu anaamini kwamba anampenda mwenzake, na hii ndio njia sahihi ya kujaribu kumlinda. Karibu sana msikilizaji wa Simulizi Yetu Media, tupo katika sehemu ya 5 ya simulizi yetu ya binti Aima. Kumbuka hii ni simulizi andiko la kwake Sam Dafur, andiko safi kabisa, kisa kizuri kabisa hiki cha mapenzi. Msikilizaji, mimi nakwambia hautojutia kwa kusikiliza simulizi hii. Tunapatikana pale WhatsApp kwenye group letu. Karibu kwa ambao nataka kuungana na sisi, tuma ujumbe kwa ajili ya kuungwa kwenye namba ya simu 0757567253, lakini kwenye mitandao yetu yote ya kijamii jina letu ni Simulizi Yetu Media. Usahau ku like, kushare, bila kusahau kuandika comment yako hapo chini. How do you feel so far? Lakini pia utuambie kwani unahisikia sauti ya toto ukiwa wapi duniani. Sawa? Hii ni sehemu ya 5. Sasa tunarudi tena upande wa Harris, ambaye Harris bwana tunaonyesha kwamba alikuwa ndo anafika GM Hotel, eneo ambalo alipanga kukutana na Melissa kwa ajili ya usiku. Kumbuka Melissa aliomba kukutana na kijana Harris ama mwanaume ambaye anampenda sana, na alikubali tu kwenda, asijue hata hivyo alikuwa ametiwa nini. Basi alipofika alisimamisha gari na akatoa simu yake akampigia Melissa, na lengo ilikuwa ni aweze kujua sehemu ambayo basi Melissa alikuwepo. Basi bahati nzuri simu ilipokelewa na maelezo yalitolewa kwamba iko wapi. Hatua za Harris zilimfikisha mpaka kwenye meza ambayo alikaa mrembo yule akizungukwa na viti viwili. Kimoja alikuwa amekaa mwenyewe na kingine kilikuwa ni kwa niaba ya Harris. Niambie, unatumia nini? Naye atalipa. Sawa, bili nitalipa mimi. Okay fine, Henken, alisema Harris akipoza jazba ambayo amekuja nayo. Melissa alimtazama mhudumu ambaye alikuwa anapita pale, akamwagiza alimwagiza kile ambacho alikuwa anataka yeye, lakini pia aliagiza kuku pamoja na Henken. Umenitia nini? Mbona haraka sana? No, nataka kujua tu. Basi tulia, nitakwambia. Lini sasa? Yani saa ngapi? Muda si mrefu nakwambia, tulia basi. Basi wakati anaendelea kuzungumza, ghafla wingu kubwa ilitanda angani. Mbalamwezi alijaribu kupambana na kazi, lakini ilishindikanika, na ilishindwa kabisa kuruhusu anga kutawaliwa na kiza kizito ambacho kilikuja pale kutokana na mwanga kuwa umepotea. Nahisi baridi, Melissa alisema akisugua ganja vyake, akatengeneza joto la asili akimtazama Harris. Okay, mimi nahisi joto. Basi mimi nahisi joto, muone bwana. Kwani unarudi leo? Mimi sikuja na gari langu. Kwa nalala hapa? Nitalala tu au tuna samani chakula hapa? Karibuni, aliongea mhudumu akiingilia maongezi ambayo alikuwa anaenda kuwa mazuri bwana. Maji safi ya kunawa alikuwa mbele yao, na kila mmoja alisafisha mkono na kisha akaanza kula. Hivi kwa nini unafanya kila kitu kwa ajili yangu wewe binti? Kwa sababu nakupenda. Lakini mimi mbona sijajibu? Yani wala sijarudisha aina upendo wako huo. Hivi kwa nini unaendelea kufanya hivyo? Mimi nimekubali kwa kila kitu ambacho unakisema. Nimekubali kwamba ipo siku labda utakuja uone upendo wangu. Kwa nini umenitapa? Harris aliuliza. Kimya kilipita na kila mmoja alimtazama mwenzake. Siku hii Harris ilikuwa tofauti na siku zote kwenye maisha yake, kwa sababu licha ya kumchukia Melissa, lakini hivyo kwa kaendelea kumtazama ndivyo ambavyo alijikuta anaanza kutengeneza hisia za kimapenzi. Nipo na zawadi ipi? Kwa nini umekuwa mkali hivyo? No, mbona niko kawaida tu. Huyu sio wewe, mimi nakufahamu. Kwa mimi ni nani? Wewe ni mtu mmoja ambaye uko so charming, so humble, so smart, na ni mtu ambaye unapenda sana kucheka all the time. Lakini unanichukia na sijui kwa nini eti. Ni kwa sababu tunakuchukia hivyo. Sasa unanichukia kwa nini? Kwani mimi nimekukosea nini jamani Harris? Umeona jinsi ambavyo unateseka kisa unanipa upendo, alafu mimi siutaki, the same to me. Nateseka sana kumpa upendo mtu ambaye nithamini, hajali. Na kubwa zaidi mimi naendelea kuumia. Naumia kwa ajili yake, lakini anaumizwa na mtu ambaye ni mpumbavu tu. Okay sawa, basi turudi kwenye zawadi. Melissa alibadilisha mada kwa sababu aliona ameanza kumzungumzia Aima mbele yake. Kwa sababu angalia kitu gani ambacho hauna katika mkono wako. Basi macho ya Harris yalitembea katika mkono wake. Hakuona kitu ambacho alikikosa, kwa sababu siku hiyo alikuwa yupo kama ambavyo wanakuwa siku zote. Kama mimi sioni chochote. Upendi kuvaa saa? Napenda, ila kwa bahati mbaya saa yangu iliharibika. Na unakumbuka that day ilipoharibika? Nakumbuka, pole sana. Na vipi kama mtu akitaka kukupa saa utapokea? Unajua mnajiweza kila kitu. Sidhani kama napaswa kununulia ukizingatia ni kitu kidogo. Naweza kununua, ni basi tu. Kwa maana hiyo mimi nataka nikupe kwa upendo tu. Mimi sitaki, lakini hata hivyo Harris jamani, aliita Melissa akiwa na hasira sana. Yani anampenda sana mwanaume, lakini mwanaume hajali, haoni, hasikiki, yani hana lolote ambalo anajali kuhusu hisia za binti. Jamani, mabinti kutoa hisia zao huwa ni ngumu. Msio mnatukataa jamani. Imagine binti anatongoza jamani.
Haya, tunatoka pale na sasa ni upande wa pili ambapo tunaona kutokana na mvua ambayo ilikuwa imeanza kunyesha kabidi sasa mziki uzimwe. Kila mmoja arudi sehemu yake. Rian akafikiria ende wapi na kile ambacho kwa ameambiwa na Camilla kilikuwa kipo kwenye kichwa chake. Kumbuka binti alimpigia akamwambia usiende huko ambako unaenda kufanya nini? Show leo, kwa sababu alijua kwamba kaka yake ana mpango mbaya dhidi ya ndugu yake. Lakini kwa sababu Rian kiburi sijui ni nini akaona hapo na mimi sijaenda siku ngapi, acha tu niende hivyo hivyo. Akakaidi na akaenda. Asijue kwamba yupo katika sehemu ambayo si salama kwake. Basi akiwa nafikiria, nyuma yake alitokea Baisa ambaye alimgusa bega akamwambia, inakuwaje mzee, hebu nipe 5. Rian aligeuka akamtazama. Hakupenda namna ambavyo alikuwa ameshikwa bega. Yaani pombe ambayo ilikuwa kichwani ikafanya kazi. Unataka nini? Afu mbona unifuatia sana, wewe nani? Aliuliza Rian kwa kufoka akipangusa mkono wa Baisa. Kumbuka Rian sasa hivi amekuwa ni mtu maarufu, anadharau kinoma. Unataka kunijua? Ndio, kwa sababu umekuwa ni mtu na swali, yani sijui, yani kwani shida iko, kwani wewe vipi? Akamwambia kwani shida iko wapi? Hebu fanya mambo yako mzee. Mbona umekuwa mkali hivyo? Najua unataka kuniuliza kuhusu Camilla. No, mimi sina maana hiyo, but can we talk? Lakini tunaweza kuongea tu hata kidogo. Baisa aliuliza. Kwa namna ambavyo alikuwa akizungumza ilikuwa ni ngumu kwa Rian kutambua kwamba mtu huyo alikuwa ni aina gani kwake. Alimtazama kwa sekunde kadhaa akamwambia, tunaweza kuongea. Akamwambia asante. Alijibu na kisha macho ya Baisa yalisafiri hadi katika sehemu ambayo alikuwa amekaa mwanzo na kisha akasema, nina meza pale, tunaweza tukakaa. Aliongea Baisa na mshikaji akamwambia haya, poa, tuenzetu. Rian aliongea na kisha akapiga hatua hadi alipofika kwenye meza ambako sasa alikaa. Unajua soko baya, lakini nitakuwa na maswali ambayo yanakuhusu wewe, Camilla pamoja na mke wako. Samahani, lakini unaweza kunijibu kila swali. Kwa nini usiulize wenyewe? Kwa sababu wewe pia ni sehemu wenyewe. Okay, uliza. Basi wakati maongezi hawa wawili akiwa yanaendelea, upande wa karibu wa chuo cha Waislamu Morogoro, almaarufu kama MAM, lilisimama gari. Hakuna mwingine ambaye alikuwa ndani ya gari hiyo, bali alikuwa ni mkatili. Alikuwa katika eneo hili pia kwa kazi moja tu, kuhakikisha kwamba anampata Rian kama ambavyo alikuwa ameambiwa na bosi wake ambaye anaitwa Haris. Basi baada ya gari kusimama, alionekana mrembo wa makamu hivi ambaye hakuzidi miaka 24. Alivalia sare za hudumu na kisha alifika katika gari na akafungua mlango kisha akaingia ndani. Huwa anapita barabara gani? Mkatili aliuliza. Ile msavu. Ameshatoka bado? Una namba yake? Ndio. Just call him, hebu mpigie. Basi binti alitoa simu, akatafuta namba ya Rian na kisha akapiga. Simu iliita kwa muda bila mafanikio yote mpaka ilipokata. Umoja anafanya nini? Kuna mtu anaongea naye. Unamjua? Hapana. Okay. Akitoka ataniambia. Rudi ambapo ulikuwa. Aliongea mkatili na kisha ilikuwa ni kwa sauti ya ukali hivi. Basi baadaye binti ilibidi ashuke katika gari na kuondoka. Sasa ni upande wa pili, kuna mazungumzo. Haris amevunja ndoa yangu, yeye na ndugu yake. Mimi niko single jamani. Nifanyaje? Nani ambaye atanioa mimi ikiwa na talaka 3 tena bila hata kusubiria, ni papo kwa hapo jamani. Aima alikuwa akiwaza mwenyewe akiwa chumbani, na alikuwa chumbani lakini nyuma yake alikuwepo dada yake. Sasa kumbuka Aima alipewa talaka na mume wake. Ni talaka ambayo ilisukwa tu, sio kwamba atakiwa pewe, lakini ndio hivyo. Mapenzi yakiisha bwana, anayekuchukia kutafuti sababu. Basi machozi yake yalidondosha machozi mengi sana. Uvumilivu juu alichokipitia ndio kitu ambacho alikuwa hana kabisa. Aliwaza namna ambavyo maisha yatakavyokuwa ikiwa yupo namna ile. Alikuwa kwenye madimbwi la mawazo mno. Anampenda sana mume wake, kumbuka binti. Basi wakati huu mlango baadaye uligongwa na ni mama yake alikuja akawachungulia akawaacha, kwa sababu alimkuta yuko na dada yake. Kwa hiyo ikabidi dada yake abaki pale na akawa anamuuliza, hivi kwa nini sasa usilale mdogo wangu, ineta upumzike? Akamwambia, mimi nawaza tu maisha yangu nje ndio itakuwaje. Sasa unawaza nini jamani, na una kila sababu ya kuolewa na Haris. Anataka nafasi ya chukue Melissa. Dada, kwani ni mara ngapi nimekwambia kwamba mimi Haris ndo amevunja ndoa yangu? Hivi unataka nikwambie mara ngapi ili uamini dada? Aima, mbona unakuwa na mawazo ya kitoto? Haris hataki nini kwako mpaka vunje ndoa yako? Dada, ni yeye, mimi na ushahidi. Sio yeye, hebu fikiria basi. Tumia akili yako fikiria. Kwa hiyo nani ambaye amevunja ndoa yangu? Mume wako mwenyewe ndio ambaye amevunja ndoa yako. Yaani kama asingekuwa yeye, angekuja kumuona mama, mbona hajafanya hivyo? Yaani yeye hakuna chochote ambacho anaonyesha kama anakutaka. Wewe ndio ambaye unamtaka wewe mwanaume wako. Kwa dada, kuna nishauri nini? Olewa na Haris. Haya, basi sawa, nimekusikia, naomba tu niache. Usitikie tu afu vitendo vikawa 0. Sawa bwana dada, nimekusikia. Aima alitikia na kichini kwake alikuwa na mawazo mbadala, ajue nini afanye ili kujua kweli kwamba nani ambaye amevunja ndoa yake. Sasa mazungumzo yanaendelea upande wa pili ambapo Rian lakini pia yuko Baisa. Basi Baisa anaanza kuuliza, umemjua lini Camilla? Akamwambia last month. Ilikuwaje? Nilimfuata then tukaanzia hapo. Alikuwa kwenye mahusiano? Hapana. Niliambia hapana. Hajawahi kuambia kuhusu mimi? Hajawahi kuniambia. Ulimuuliza kuhusu ex wake? Nilimuuliza. Alikujibu nini? Hajawahi kunijibu chochote. Kwa nini? Anadai mahusiano yanamuumiza sana. Kwa hiyo alikuwa single? Ndio. Sawa, mimi naitwa Baisa. Ni mpenzi wa Camilla ambaye naweza kusema ni ex lakini si ex.
Baisa alisema ikiwa ni kama sehemu ya kujitambulisha. Kwa siku zote ambazo walikuwa wanakutana hakuwahi kutaja jina lake halisi wala yeye hakuwahi kusema yeye ni nani kwa Camilla, zaidi ya kumtaka Ryan aachane naye akitumia jina bandia. Kwa nini uliachana na Camilla? Swali lako zuri. Yes, nasubiri majibu. Okay, niliondoka. Uliondoka wapi? Ni kwenda wapi? Sitasema, lakini nakwambia tena naomba uachane na Camilla, alizungumza Baisa. Hili lilikuwa ni kosa. Ryan alikuja juu akatupa matusi. Oya bro, wewe boys ndio unataka niachane na Camilla? Unajua nimepoteza vitu vingapi kwa ajili ya kibo chana mimi? Wewe fala nini? Unajua tujaelewana. Bwana, uelewana na nani bwana? Yaani ukitaka kugombana na mimi basi niambie achana na Camilla. Wewe vipi man, wewe umesema uliondoka? Basi ndio hivyo mimi nimempata. Wewe vipi? Alisema, na katika kuongea akamwagia juisi Baisa, na kisha aliondoka katika eneo lile akiwa ni mtu mwenye hasira sana. Katika kitu alikuwa anataka kusikia ni eti achana na Camilla. Alo, inaweza kuwa ni vita ambayo hutaamini. Light angejua kile ambacho kinaendelea kwake, asingefanya. Basi Baisa alimtazama tu na kisha akachezea simu yake na akaweka sikioni. Simu iliita kwa muda kidogo na hakuacha kusubiri mpaka ilipopokelewa. Baadaye akasema ameshatoka, tukutane Kiumeni. Sasa sauti hii ilimfanya kukata simu na kisha akatokomea anako kujua. Kumbuka Baisa amekuja kumteka Ryan, lakini pia kuna mkatili amekuja kwa ajili ya kuja kumteka Ryan, ikiwa ni agizo kutoka kwa bosi kubwa kabisa Bwana Harris. Sasa basi wakati anaondoka upande wa pili kulikuwa na mrembo ambaye alikuwa akizungumza na mkatili. Alifanikiwa kuona wale watu wakiondoka, akachezea simu yake na akapiga. Niambie, sauti ya mkatili ilisikika, ameshatoka, alisema na akakata simu. Ilikuwa ni taarifa ambayo ilimfikia mkatili vizuri sana na kisha simu ikakatwa. Sasa tunarudi kwenye maongezi baina ya Melissa na Harris ambao alikuwa anaendelea, huku kila mmoja akiwa ameshakunywa chupa mbili za pombe. Mwanzoni Harris alikuwa mgumu sana, lakini kila alivyozidi kulewa ndivyo ambavyo ulaini katika mdomo wake ulipatikana. Imekuwa siku nzuri sana kwangu, alisema Melissa akiwa anatoa saa katika mkoba wake. Kwa nini? Nimeongea nawe kwa muda mrefu. Hata hivyo nimechoka, nataka kuondoka maana hata hujaniambia chochote. Okay, lakini unaweza kunipa lift labda? Tukaondoka pamoja. Unajua nimekwambia sije na gari. Wewe unasema kama nataka kubaki hapa. Nimegairi. Okay basi sawa, tuondoke. Then isaje? Kwani bado nataka kunipa? Nataka kukupa, chukua tu. Haya basi nivalishe haraka tuondoke, alisisitiza Harris. Basi Melissa alitoa saa ya T-Swatch watch na kisha alimpa. Hili lilikuwa ni saa ambayo ni ghali sana duniani. Thamani yake ni 1,800,000. Imagine. Jamani, mmesikia hiyo gharama ya saa jamani? Ni 1,800,000. Akampatia Harris akiweka tabasamu. Yaani kiwanja kinawekwa kwenye kiganja cha mkono. Jamani. Basi Harris akamuuliza hivi, "Kwa nini unanipenda hivi?" Binti akajibu, "Kwa sababu nakupenda." Kuna muda mpaka najiuliza, yaani kwa nini nakuchukia? Ni kweli, lakini Harris mimi nakupenda. Nakupenda sana, natamani ungie kwenye moyo wangu. Sawa, tuondoke. Harris aliongea na kisha alisimama na akaanza kupiga hatua kwa ajili ya kuondoka. Melissa naye alikusanya vitu vyake na taratibu akaanza kumfuata Harris, lakini alipofika karibu yake akapata wazo. Lilikuwa ni wazo ambalo lilikuja ghafla tu mara baada ya kushindikana njia zote ambazo alikuwa amepanga. Ghafla akalia, "Mama!" Alalamika akijifanya kujikwaa na kuumia mguu. "Jamani nini? Mguu wangu unauma. Hebu simama." "Mguu unauma jamani, mguu unauma." Melissa alizidi kulalamika. Basi mvua nayo iliona ni muda wa kupendezesha lile tukio ambalo lilianza vizuri kabisa. Harris katika kutaka kujiondoa mahali pale akajikuta akimsogelea Melissa na kumbeba mgongoni na kisha alikimbia naye kuelekea kwenye gari. Raha ambayo Melissa alipata leo ilikuwa na mfano wake. Kwanza alikuwa katika mikono ya mtu ambaye anampenda, lakini pia kulikuwa na mvua, kwa hivyo iliwasindikiza mpaka wanafika kwenye gari na kisha alianza kucheka akimaanisha kwamba hakuumia sehemu yoyote ile, bali ilikuwa ni utani, wenyewe mnaita prank. Basi wakiwa ndani ya gari, pombe zikaendelea kusisimua miili yao na kila mmoja alimuona mwenzake ni mzuri kweli kweli. Ukitaka muone mpenzi wako ni mzuri leo kwanza. Basi hatimaye Harris alipeleka mkono wake katika kifua cha Melissa na akamtomaza kidogo hivi. Melissa alihema juu hivi akatoa miguno fulani hivi. Yaani hakuamini kama leo eti Harris amekubali kumshika. Haraka akawahi mdomoni kwa ajili ya kupata juisi safi kabisa kwenye kinywa chake cha Harris. Alipompumbavu Sam Dafur anatotoa pale tusijue nini kiliendelea. Sasa ni nje ya nyumba ya mama Melissa ambako lilionekana gari ambalo lilitembea taratibu kiasi na kisha akasimama pembeni kidogo. Ndani ya gari kulionekana Melissa pamoja na Harris ambaye alikuwa ni dereva. Basi kila mmoja alimtazama mwenzake na hisia kali zikawakumbusha kwamba walipaswa kufanya nini kwa muda ule kwa sababu hali ya hewa ilizidi kuchochea wao kuwa karibu. Basi Melissa uso wake ulijaa na tabasamu maradufu. Unaona bwana, hajatuambia amefanya nini lakini ameturudisha kwamba wamefika nyumbani. "Natamani tungeenda kulala wote katika kitanda changu," alisema Melissa. "No, too late. Natakiwa kuwa nyumbani na kesho ni kazini." "I know, but sijui nisemaje. Mimi nakupenda Harris. Mimi sitakitaka kupoteza. Najua kwamba unanipenda. Tabasamu langu linategemea uwepo wako Harris." Huyu Melissa ambaye unamwona hapa mbele yako ndio mbeba mapenzi ya dhati
I'm ready for everything. Tafadhali niko tayari kufuata kwa ajili yako Haris. Nakuona ni mwanamke wa kipekee sana. Yeah, I'm here special for you. Thanks for everything Haris. Nitafanya kila kitu kwa ajili yako. Melissa alikuwa akiongea na akawa anamkumbatia Haris na kisha akachezea kidevu chake kwa sekunde kadhaa hivi. Ladha ambayo aliipata katika moyo wake haikuwa na mfano. Alitamani amsimulie kila mmoja. Basi mwanaume akamjibu tu usijali. Okay, take care basi mimi nashuka. Mapema hivyo. Yeah, too late. Unajua tena kesho ni Jumatatu then. Basi ngoja basi nikuache bila hata kiss jamani. Jamani. Okay, basi come on. Haris alizungumza na kisha alimvuta Melissa karibu yake na akapiga denda kwa mara nyingine tena. Dakika moja kubadilishana mate ilipoisha, Melissa ilishuka katika gari. Haris alibaki kumtazama msichana yule ambaye alianza kupiga hatua kimadoido, akitembea kama Hamisa Mobeto hivi, na ni kwa makusudi. Kila hatua ambayo alipiga ilihesabiwa na Haris. Macho ya Haris ilishuhudia urembo na umbo zuri sana la Melissa kuliko alivyowahi kumuona hapo kabla. Alimtazama mpaka nazama kwenye geti. Jamani, ukilewa unaona vitu vizuri. Basi baadaye akajiambia kwamba Melissa ni mzuri, complete. Msichana ananipenda sana, ananijali, ananifanya nijione na thamani, lakini too bad hamzidi Aima, halafu kizuri Aima ameachika. Nimpende nani sasa kati yao? Lakini Aima anipendi jamani, wataanza kunipenda kuanzia kesho jamani, na wakati mgumu jamani. Nani nimchague kati ya Melissa na Aima? Alikuwa akijiuliza kwa sauti. Wakati alikuwa akiangalia simu yake ambayo ilikuwa inaita, namba ya jina la mkatili ilitokea. Moyoni alifahamu huenda kitu ambacho amemwagiza tayari kimekamilika. Akiwa bado katika tabasamu, alipokea akaita, "Mkatili, nimefeli." What? Yaani kivipi? Nini kimetokea? Uko wapi? Natoka Bingwa. Okay, tukutane home. Nipo home kwako, maeneo ya muda huu nitakuwa maeneo kwako. Wewe uko wapi? Mimi natoka hapa Msamvu. Okay, basi dakika 20 nitakuwa hapo. Nitakuja. Haris alisema na kisha alikata simu. Basi kutofanikiwa kwa mpango ambao alimpa mkatili ulimchanganya. Na hii ilimaanisha kama mkatili ameshindwa kumpata Ryan, basi Baisa huenda amefanikiwa kupata. Basi Haris alikuwa mchanganyikiwa sana, alibaki njia panda akishindwa kuelewa nini ambacho kimetokea, nini kinaendelea. Kichwa chake kilianza kuwaka moto. Tabasamu ambalo alikuwa amepewa na Melissa lilikuwa limepokonywa ghafla mara baada ya kupata ile taarifa. Nini kinaendelea? Alijiuliza kwa sauti, lakini hakuwa amepata majibu. Sasa ni upande wa Melissa ambaye aliingia ndani ambapo alikutana na mama yake ambaye bado alikuwa sebuleni akiwa amefura kweli. Sababu ya kufura kwake ilikuwa ni baada ya mtoto wake kuchelewa kurudi nyumbani. Mama, yani katika siku ambayo ni nzuri katika maisha yangu basi ni leo. Melissa aliongea akiwa na viatu. Ulikuwa wapi? Kwanza watea. Usinisumbue hapa, nakwambia ulikuwa wapi? Umechelewa saa hizi usiku, unajua ambapo umeniweka moyo wangu mbio wewe. Yaani wewe muda wote ulikuwa wapi? Nauliza ulikuwa wapi? Unasema sijui watea. Ai mama jamani, basi naomba unisamee. Alikuwa ni Haris. Alihamaki mama Melissa baada ya kusikia. Kwa sababu alijua mtoto wake anampenda na alijirusha yule binti kwa mama yake na kisha akamtazama mama yake akamwambia, "Mama, tumekisi, siwezi kuamini jamani. Yaani huwezi kuamini jamani. Mapenzi matamu hivi jamani, Haris amenikisi jamani." Wewe umechanganyikiwa Ilikuwaje sasa? "Mama, nimekutana na Haris leo and then tukala dinner. After that kilichotokea tumekisi, akanikumbatia mkono kushoto kwenye gia." Mama zilinipanda hisia jamani. Machango yakanamtazama Haris, yani niko nimechanganyikiwa jana. Yaani just like hivi yani jamani. Yaani mimi leo isingua hata sifui. Kwanza mimi leo siogi jamani. Harufu ya Haris nitaka ibaki kwenye mwili wangu nilalina. Melissa alikuwa anaongea akionyesha namna ambavyo alikuwa akifanywa na Haris. Mwanangu usharogwa. Kwa mama kwa Haris, acha tu aniroge tena aongeze dawa. Kwa hiyo amekubali. Kweli sije kuwa ni akili ya pombe maana unaonekana umelewa. Never mami, no. Hapana, yani wizikani jamani, huwezi kuwa sawa. Haris jamani anakwenda kwa mwanaume wangu. Sipati picha jamani, naingia ukumbini. Mama, hebu imagine jamani, then mnanichukua video jamani. Jamani natamani ningekuwa jamani yani mama, hivi unajua tunavyokisi nichukua video na yeye ajui. Hebu angalia mama, hii hapa. Aliongea Melissa, akatoa simu yake ambayo alimuonyesha akiwa na kiss pamoja na Haris na akamwonyesha mama yake. Mama yake akamwambia, "Okay, nimeamini." Akamwambia, "Sawa basi mimi naenda kulala, love you mom." Haya, nakupenda pekee, kesho wahi kuamka wewe. Hizo au nguruwe unatakiwa wapi chakula? Maana mimi kuna sehemu nataka niende. "Mama bwana, mimi napenda kunipa makazi." Haris aliongea na kisha Melissa aliongea na kisha alitoka katika eneo lile kuelekea chumbani. Haya, sasa hawa wawili wamekutana na bosi anamuuliza, "Umekwaje, umemkosa?" Akasema, "Ni wizi ameni." "Kivipi?" "Wakati mimi namfuata kumbe kuna mtu pia alikuwa anamfuata." "Nani?" "I don't know, lakini ndio hivyo ndio amemchukua." Mkatili, "Kuna niangusha yani kwa nini? Mbona hajaitokea?" Haris alizungumza akifoka sana, anapiga mikono yake kwenye usukani. Alikuwa ameshafika nyumbani kwake ambapo sasa hivi anazungumza na mkatili kuhusu kile ambacho alikuwa ameambiwa dakika kadhaa zilizopita. Watu walikuwa kwenye gari. Plate number haina. Ina maana kuna mtu mwingine nyuma yangu ambaye anamtafuta. To be honest, you should. Yani how come mtu anatekwa na watu? Ni akina nani? Kwa nini wamteke? Aliuliza Haris.
lakini majibu juu ya swali lake yalikosekana. So nini kinafuata? Hivi ni muhimu sana yuko kwenye mikono yako? Yes, lakini si sana. Okay, basi kesho nitakupa majibu. Acha niingie kwanza chimbo. Mkatili aliongea na kisha aliungana na Haris. Aliondoka katika eneo lile na sasa kichwa cha Haris kilizidi kuwaka moto. Aliwaza na kuwazua, lakini hakupata jibu kamili, si moja au mbili ambayo ingeweza kumjia na kupata hatua sahihi ya kujua ni nini ama ni nani ambaye alikuwa amemteka Ria, ni kitu ambacho kwa kinamuumiza kweli. Ikabidi sasa ingize gari ndani, lakini moyo wake ulikuwa ukisubiria majibu ambayo mkatili angerudi nayo kesho. Basi baada ya kuingiza gari ndani, alikutana na Camilla ambaye alikuwa amevimba kwa hasira. Kwanza kutetemeka huko mikononi akiwa ameshika glasi ambayo ilikuwa na pombe. Alipomwona kaka yake, kitu cha kwanza kufanya ilikuwa ni kumwagia pombe usoni, afa kamuuliza, "Umefurahishwa na unachokifanya, si ndio?" Ilikuwa ni swali chukizi sana kwa Haris. Kwanza alichukua kumwagia pombe usoni, na ili swali ambalo lilizo lilimkera zaidi. Akamwambia Camilla, "Naomba usinipande kichwani. Kwa hiyo nisikuulize, Yaani mimi nauliza nini ambacho umekifanya?" Camilla, "Unajua nitakupiga." Wewe unataka ndugu yako asikuulize? Ndugu yako analia muda wote. Mama Haris ambaye alikuwa kwenye korido akasema, "Mama, kwa nini unafurahishwa na hiki? Mtoto anamwagia mimi pombe, mimi si ni kakake. Umempeleka wapi Riani wangu?" Aliingilia Camilla. "Hey, Camilla, hebu acha ujinga basi. Kwako ni ujinga, si ndio? Ujinga kwa sababu umemteka Riani wangu, si ndio? Camilla, mbona mimi sikuelewi? Nimechoka jamani, hebu niache nikalale." "Okay, sawa, hamna shida. Yajayo nafurahisha. Mama, mwambie mwanao mpaka kesho. Endapo Riani hatopatikana, basi sinione mimi ni mbaya." Camilla alichimba mkwara mmoja na kisha alianza kuondoka katika eneo lile, akimwacha Haris akiwa amesimama akijiuliza maswali mawili matatu hivi kwamba binti mkwara amenichimba, nataka kunifanya nini? Basi bwana, sasa ni siku mpya ya Jumatatu ilikuwa imeanza. Uchangamfu wa siku ulimfanya kila ambaye anapenda kazi yake awahi kazini. Miongoni mwa watu ambao walielekea kazini ilikuwa ni Aima ambaye alikuwa bado yupo katika msongo wa mawazo kufuatia kile ambacho kimemtokea siku 2 zilizopita. Kichwa chake kuna muda kilimwaza Rian, lakini alipokumbuka kwamba amepewa talaka 3 atuza koma pembeni na kuchapa kazi. Akiwa ofisini anaendelea kujaza baadhi ya taarifa ambazo zitakiwa kuwasilisha katika mkutano wa mwisho wa mwezi. Na huu ni mkutano ambao wafanyakazi wote walikuwa wanahudhuria. Ghafla mlango uligongwa. Haris ambaye alikuwa akijitambulisha kwamba yupo nje aliomba ruksa ya kuingia ndani. Sikutegemea kama ungekuwa kazini leo, alisema Haris akiwa anakaa katika kiti baada ya salamu. "Ndio ambacho kimekuleta?" "No, mbona unakuwa mkali Aima muda wote? Mimi sihitaji chochote kutoka kwako. Kwa hiyo kama hamna issue yote ya kazi unaweza kuondoka. Si unanisikia? Yaani sitaki unisumbue chochote." "Lakini oe kaka, mbona unielewe jamani? Mimi sitaki usumbufu. Niache jamani. Si uende kwa Melissa." Alifoka Aima. Basi Aima alikuwa mpata taarifa kwamba Melissa alitoka na Haris usiku wa jana. Kwa hiyo alikuwa na hasira mno. Na kwaje mtu anatongoza huku na huku jamani? Hakutaka kuzungumza na Haris masuala ya mapenzi kwa sababu aliamini kwamba moyo wake umeshamia kwa Melissa na sio yeye tena kama ambavyo alikuwa mwanzo. "Kwa nini unichukia Aima? Kwa nini usiondoke? Lakini she's not my type. Ile sio type yangu. Ungekisi naye." "Unasema?" "Hujasikia Nasema hivi, Melissa anakupenda." "Yeah, anakupenda Melissa. Jana mlitoka mkafurahi mkakisi au na nani ambaye unamwongelea? Kwa nini mimi naongea na nani? Umpata hizo taarifa?" "Haris bwana, nenda kaambia Melissa kuonyesha video utapata majibu kamili." Video ya nini? "I don't know." "Aima, kuna lingine nje ya kunipigia kelele, maana kazi yangu ni muhimu sana. Kwa hiyo unaweza kwenda kwa Melissa kuuliza yote." Aima alisema, akisha elekeza macho yake katika kompyuta na kuendelea kujaza baadhi ya taarifa. Basi Haris alijawa na hasira sana. Hakudhani wala kutegemea kile ambacho jana kimefanyika. Eti Melissa atakuwa amerekodi. Mapigo ya moyo yalimwenda mbio sana. Leo ni muda wa kwenda kumchimba mkwara Melissa, isije kuwa amezidisha mazoea. Aliondoka katika eneo lile na kuelekea kwa Melissa. Melissa sasa akiwa ofisini anampa ombea rafiki yake wa karibu sana Isla, akamsimulia kile ambacho kilitokea jana. "Umeona mwaya? Kwa hiyo jana ndio hivyo, nilikisi naye rasmi. Hii so romantic jamani, yani anajua kukisi yule kaka." Ilikuwa ni sauti ya Melissa. "Wewe usiniambie, unajua siamini." "Wewe mimi mwenyewe mbona jamani nilikuwa siamini. Jamani nisemeni kama nilifanikiwa kumpata Haris." "Hongera mwaya. Vipi lakini ilikuwaje?" "Sikuna hii video, ngoja kwanza nikuonyeshe kwanza. Maana ningekusimulia hutoamini." Melissa aliongea akijipepea kwa kiganja chake. Furaha ilimfanya hisi joto jamani, licha kwamba pale ndani palikuwa na kiyoyozi. "Hebu nione, naomba jamani, naomba nione." Shughuli yangu napenda umbea. "Wewe nipe bwana Melissa, mbona unakuwa hivyo?" "Haya basi ngoja nikupe." Lakini kabla hata hajatafuta ile video, sauti inasikika. Melissa, ilikuwa ni sauti kutoka kwa Haris ambaye alikuwa anatokea mlangoni na akaingilia mazungumzo yao. Walipeleka macho hadi mlangoni kutazama mwito ule. Haukuwa ni wa kawaida, ulikuwa ni mwito ambao umeambatana na hasira kweli. Kuna nini? Ilikuwa ni swali ambalo lilikuwa kwa kila mmoja. Basi Haris aliingia ndani akiwa na hema juu hivi, macho yalikuwa yamemwiva kweli, imekuwa mekundu misili ya dudumizi. Melissa alimtazama Iswa kwa sekunde kadhaa, akamwambia, "Naomba ni patient hako ongea na baby." "Babe, who is your baby?" "Nani? Wewe chizi Ujue, hebu nifuate ofisini."
aliongea Haris kwa kufoka mno, na kisha aliondoka eneo lile akimwacha Melissa katika mchanganyiko mithili ya fundi ambaye alikuwa amelaza zege. Hakuelewa kwa nini Haris amekuwa mkali na ilibidi amfuate kwenda kumsikiliza. Jana alikuwa baby wake, lakini baby leo jamani, kwa nini anamfokea mbele tena ya rafiki yake? Sasa tunatoka pale na ni majira sana asubuhi, maeneo ya stendi zamani ilisimama gari kwa zaidi ya dakika 10 hivi. Ndani ya gari alikuwepo Camilla akiwa kama dereva pamoja na rafiki yake Molly. Walikuja katika eneo hili kuzungumza na Silent Killer kuhusu kumteka Aima kwa ambavyo alivyokuwa mpango usiku wa jana. Kwa hiyo leo ilikuwa ni siku ya mazungumzo. Basi baada ya kukaa kwa muda, mlango nyuma ya gari ukafunguliwa na mwanaume wa makamu hivi. Mwanaume huyo aliingia akiwa na rasta kichwani. Hakuwa mwingine, alikuwa ni Silent Killer, muuaji ambaye amebobea kweli kweli na alijua nini anafanya. Basi Camilla akamuuliza umechelewa, akamwambia kuna mtu nilikuwa na mnyonya hapo kati, si unaona kisu kina damu. Alisema Silent Killer akiwa anaonyesha kitu kisu ambacho kwa kimeloa damu. Okay, wewe hamna ambacho unahofia. My daddy aliuawa kwa kisu. Ilikuwaje? Kuna story hapo katikati, kwa sitaki nisimulie kwa mtu yote. Tangu lini sasa? Nilipokuwa mdogo tu, nadhani ni miaka 8 hivi. So tangia hapo niliapa kwamba nitakuwa muuaji, nitaua kila mtu. Okay. Camilla, let us mind our own business. Tuongee ambacho kimetuleta. Sema Molly akisisitiza kwamba waongee naye kile ambacho walitaka kumwambia. Basi kimya kilipita kwa muda. Camilla alicheza simu yake kama sekunde 40 hivi na kisha aligeuka kumtazama Silent Killer na kisha akaambia, andoa kazini saa 10 jioni na leo yupo kazini. Kwa hiyo utaamua mwenyewe umteke akiwa anatoka au anakaribia nyumbani kwake. Ana gari? Hapana. Anaishi na mwanaume? Hapana. Anaishi wapi? Sina majibu kamili, lakini nahisi kama anaishi kwa dada yake. Ni wapi yuko? Sijui. Ana watoto? Hapana. Then itakuwaje baada ya hapo? Kifo lini? Ukishampata utakuwepo? Hapana. Okay, na nafanya hiyo kazi. Hakikisha unamuua na nenda katupe maiti yake eneo lote ile utanitumia picha. Kuna lingine? Nope. Okay, tukutane baada ya kazi. Basi poa. Kama kutakuwa na mabadiliko yote nitakujuza, alisema Camilla, na kisha Silent Killer alishuka katika gari. Umempata wapi huyu muuaji? Molly aliuliza. Hebu tuondoke. Camilla hakutaka kujibu, badala yake aliwasha gari na safari ya kuondoka katika eneo lile ilianza. Sasa ni upande mwingine kwenye moja ya godown maeneo ya Msamvu, alionekana Baisa akiingia ndani akiwa ameshika kipisi cha bangi mkononi mwake. Aliendelea kuvuta kwenye kati tofauti tofauti. Alipiga hatua na kuwapa salamu baadhi ya watu ambao waliwakuta pale hadi alipofika kwenye chumba kimoja hivi ambacho kilikuwa kimeandikwa Death's Door, yani mlango wa kifo, si ndivyo? Basi alikanyaga kwa mguu na kisha aligonga mpaka katika ule mlango. Dakika moja ilitosha kwake kusubiri kabla ya mlango kufunguliwa na mwanaume ambaye alikuwa ameshiba kweli kimuonekano kama ambavyo Baisa alikuwa. Baisa aliingia ndani akiwa ni mtu mwenye hasira sana. Macho yake yalitoa hadi katika kiti ambacho alikuwa amefungwa Ryan na kuziba uso wake kwa kutumia mzura. Muonekano wa Ryan haukuwa kuvutia kwa sababu alikuwa na michirizi katika eneo la kifua ambacho kilikuwa wazi. Ni dhahiri kwamba alikuwa amepewa adhabu ya kutosha, na hii ni ilikuwa kabla ujio wa Baisa maeneo yale. Basi mara baada ya Baisa kufika, vijana wawili waliondoka na kubaki watu watatu mle ndani, yani Baisa, Ryan pamoja na kijana wake wa kazi. Mvua mzura kwanza anioni. Baisa aliongea na kumwambia kijana ambaye alifanya kama alivyoagizwa. Macho ya Ryan ilikutana na mwanaume ambaye siku moja alishawahi kumporomeshia matusi kweli. Alimchukulia kama ni mtu ambaye hawezi kumfanya lolote tena kwa kujiamini. Hapa niko wapi man? Ryan aliuliza. Unapenda sana kutumia neno man, niko hapa man. Sio nini man? Baisa alisema akimtazama Ryan. Ni wewe ndo umewatuma watu? Ryan aliuliza kwa sauti ambayo inatetemeka kweli. Ya, kuna lote. Kwani wewe nani? Nijitambulishe mara ngapi? Hivi man, kwani unataka nini man? I told you, achana na Camilla, lakini bado unanijibu vyovyote tu, yani unijui vizuri, si ndio? Alisema Baisa na kisha alikunja mkono wake wa shati. Ryan alidhani kwamba anataka kupigwa ngumi, basi haraka alijiandaa kupigwa, lakini kwa hivyo Baisa alimtazama kijana wake akamuuliza, mafuta yapo kwenye gari, kachukue basi. Sasa mimi kwani nimefanya nini bro? Eti man, nimefanya nini kwani? Ryan alianza kulia. Eti anaenda kuomba mafuta. Kwanza juu ni mafuta ya kuchoma moto ama mafuta yale mengine? Kumbuka huyu ni wa kiume eti. Akamwambia mimi nateseka kisa Camilla, naumia kisa Camilla, lakini unafurahi tu, unacheka and you take it too easy man. Na kuambia kwamba achana naye, ni mwanamke wangu, unanijibu vyovyote vile sio na nini. Sasa sikia, mimi sina sababu ya kuacha kiukweli, alisema Baisa, na alimpiga ngumi nzito sana Ryan katika pua yake. Damu zilianza kumtoka Ryan. Maumivu ambayo aliyapata alimkumbusha muhimu wa Aima katika maisha yake, na hakuwahi kupitia kashikashi kama hizo tangu alipokuwa na mwanamke wake Aima. Kiukweli alilalamika kwamba anakufa, lakini haikusaidia kitu.
Asa unajua maana unataka kuniua, tunataka tu kuniua mwanangu. Rian aliongea kilalamika. Kilio cha Kwiku kilifuata. Kwa nini unashindwa kumwacha Kamila? Ni ngumu? Hapana, niko tayari man, niko tayari, niache. Sio ni sababu ya kuwa haya, mimi leo nakuua. Man, mimi na mama ananitegemea man. Niko na mamangu ananitegemea man. Nipe msamaha wako basi, mimi niko tayari kumwacha Kamila. Niko tayari. Okay, umesema upo na mama. Ndio, kwa mama yako ndo anakufundisha ujinga, si ndio? Swali hili liliongozana na ngumi nyingine ambayo ilitoa katika jicho. Ngumi hii ilifika kunako na damu zikuacha kudondoka kwa Rian, ambaye alikuwa na swaga kulikweli, kimuonekano msanii ambaye alikuwa ni wa thamani kwa nyakati hizi, lakini alikuwa ameloa damu. Kwake alitegemea kwamba angepata msamaha wa Baisa, lakini kadri muda ulivyozidi kwenda ndivyo ambavyo aliendelea kuteseka sana kwa mwanamume huyu ambaye hakuwa na huruma hata kidogo. Asa sikia, una chaguzi moja tu ili uweze kuwa salama. Sawa, sio, unanielewa? Kwa hivyo utachagua mwenyewe. Natakiwa ni kumwagia mafuta. Ni lipi sasa, chaguzi lipi? Nampigia simu Kamila, unamwambia kwamba humtaki aache mazoea na upo tayari. Bro, mimi niko tayari man. Hamna shida, alisema Baisa akimtazama Rian ambaye alikuwa anatoka na machozi. Kilio cha Kwiku kilimwandama uso wake uliloa damu. Basi baada ya kumtazama Rian kwa sekunde kadhaa, alipiga hatua hadi sehemu ambayo simu ya Rian ilikuwa, na kisha alichukua, akaomba kutajua password, alipewa, akaitafuta namba ya Kamila, akapiga simu. Simu iliita. Sekunde 4 mbele ilipokelewa na kisha ilimkabidhi Rian na kuiweka juu ya kiti, akiweka loudspeaker. Rian, my babe. Sauti ya Kamila ilitokea upande wa pili. Kamila, uko wapi? Hani nimetekwa, alisema Rian, lakini hili lilikuwa ni kosa kwake kwa sababu alipigwa ngumi moja ya chembe ya kidevu ambayo ilipeleka uso wake juu. Menu alicheza kwa sekunde kadhaa, alipewa nafasi ya kuzungumza kuhusu kuachana na Kamila, lakini aliona ni muda wa kusema kwamba ametekwa. Alifanya hivi ili tu kwa sababu tu alimni kama anampenda Kamila, sijui kwamba yuko chini mwanajeshi mwenye mafunzo ya kutosha ambaye hataki mambo ya mzaha hata kidogo. Basi Baisa alisogelea simu na akakata, na alimtazama Rian ambaye alikuwa akilalamika kama mwivu. Kitendo ambacho kilimfanya Rian kilimkera kweli. Baisa aliona na kila sababu ya kumchoma moto kama ambavyo alikuwa amepanga. Akatoka nje na kuja kumchoma moto, mvishe t-shirt yake, alisema, akimpa mwongozo kijana ambaye alikuwa anaingia ndani na alikuwa na dumu la mafuta. Sasa ni upande wa pili. Simu ambayo ilikuwa juu ya meza karibu na kompyuta ambapo Aima alikuwa akifanya kazi ilianza kuita. Aima alitupa jicho katika simu kwa umakini wa juu sana. Akaona ni namba ngeni. Alijiuliza kama apokee au asipokee. Mwisho aliamua kukata sauti na baadaye aliacha simu ikiendelea kuita kwa njia ya sauti ambayo iko chini. Basi simu iliita mpaka ilipokata na ya kuonyesha kama alikuwa na dalili za kutaka kuipokea au kupiga ile simu tena. Kimya kilitawala huku mikono yake ikiendelea kucheza keyboard za kompyuta kila sekunde. Lakini kwa dakika moja mbele simu iliita tena na namba ilikuwa ni ile ile ya mwanzo. Alitamani kupokea lakini ilisita, kitu ambacho kilimfanya kukata sauti na kisha akaendelea tena kufanya mambo yake kama kawaida. Simu iliita tena na kukata. Lakini haikupita sekunde 4 ikaita tena. Akaamua sasa kupokea kwa sababu ilikuwa ni usumbufu, na wakati mwingine ni bora simu ukapokea mambo yaishi ili mtu asiendelee kukupigia tena. Oya Shemela, sauti ya Kevu ilisikika huku akiwa na hema juu. Wewe nani? Kevu hapa. Kuna nini? Mbona hema? Uko wapi kwanza? Kazini kuna nini? Rian ametekwa. Sio na taarifa hizo. Unasemaje ametekwa? Ya, Mungu wangu, ngoja kwanza. Aima aliongea na kakata simu. Aliona anapaswa kudhibitisha ile taarifa kupitia kwa Mama Rian mwenyewe, hata kama alikuwa amechana Rian, lakini upande wa pili roho huruma mwanaume huyu alikuwa nayo kwa ajili yake. Kwa hivyo alijikuta anachezea simu kwa namba ile mama wake mkwe, na kisha ilipotokea iliita na ikapokelewa. Shikamoo mama. Wewe umesahau nini jini kisirani wewe? Mama Rian alianza na kufoka. Hebu nisikize kwanza, hizo chuki zako ika pembeni kwanza, itakusaidia sasa hivi. Kwa hiyo nataka kujua Rian anaendeleaje. Kwa nini unakuhusu nini? Si umeondoka hapa nyumbani au? Okay, nasikia kwamba Rian ametekwa. Kama una taarifa nijuze ili tujue tunafanyaje. Rian ametekwa? Mama Rian aliuliza. Basi Aima alipata kutambua kwamba huenda hata mama yake alikuwa ajui. Kwa kuwa alijibiwa kwa nyodo, basi aliamua kata simu na kisha alimpigia tena Kevo ili apate ufumbuzi. Kwa hiyo imekwaje? Unaweza kuja studio mdau, maana ndio tunajadili hapa. Jamani Rian wangu, kuna nini? Asa sikia, isifike saa 8 unatakiwa umeshafika hapa. Basi sawa, nakuja, Aima alisema na akakata simu. Basi baada ya simu kukatwa, kichwa chake kiliingia katika mawazo. Aliwaza nani ambaye alikuwa amemteka Rian na kwa sababu zipi? Alijaribu kurudisha matukio nyuma kwa haraka sana. Itakuwa ni Haris. Nani mwingine ambaye anaweza kumteka Rian? Alijiuliza, lakini bado jina la Haris liliendelea kuja kichwani kwake. Hasira zilimpanda. Hakuona kama alikuwa na sababu ya kwenda kwa ofisini mpaka muda huu, wakati anafahamu wapi Haris anapatikana. Basi aliondoka kaenda katika ofisi ya Haris ambako alisikia maongezi yanaendelea. Alipofika kutaka kugonga wala kubisha, ilikuwa ni kuingia tu ndani moja kwa moja. Kwa mama kumteka Rian, si ndio? Aima alifika na kuuliza kwa hasira, akimuuliza Haris ambaye alikuwa ameketi kwenye kiti na mbele alikuwepo
Melissa, tabia gani hiyo Aima ambayo unayo? Aliuliza Melissa. Sikiza Melissa, mwambie ukinyago wako afanye yote, lakini sio kumteka Ryan wangu. Yaani nakuambia Haris, namtaka Ryan kabla usiku. Ni nani kwako? Utajua mwenyewe, ila nimeshakwambia asipopatikana au ukikutana kitu chochote kile kibaya, mtu wa kwanza kudhaniwa ni wewe. Umevunja ndoa yangu, nimekuchekea tu. Umemtishia Ryan kwa bastola, nimecheka tu. Leo unamteka. Sasa thubutu kumfanya kitu chochote kibaya na kwambia utakuja kulia. Aima alichimba bonge moja la mkoa, rafu huyo akaondoka zake. Basi Haris alibaki nje panda, akuelewa lawama ambazo alikuwa anazipewa zimetokea wapi, kwa sababu kiukweli alipanga kumteka lakini si yeye ambaye amemteka. Baby, kuna nini? Melissa aliuliza. Na usinichanganye, hebu toka ofisini kwangu. Haris aliongea. Haris, nini bwana, nimekwambia toka. Okay, sawa basi, ukihitaji msaada wangu utaniambia, aliongea Melissa, na kisha akaondoka ofisini akiwa na hasira sana. Alimwacha Haris akaendelea kuwaza juu ya kile ambacho ameambiwa na Aima. Kichwa kiliwaka moto, jasho lilikuwa acha kumtoka. Hivi nani ambaye amemteka Ryan? Nilikuwa najiuliza bila kupata majibu. Basi mwisho aliamua kumpigia mkatili. Oye mzee, inakuaje? Baridi. Sasa sikia, anatakiwa patikane Ryan muda wote kuanzia sasa hivi. Yaani maanisha sasa hivi. Hakikisha unampata popote pale, yani muda huu nasema. Okay, basi mna shida. Alisema na simu ilikatwa, lakini kwa Haris ndo alikuwa nje panda. Hakuna ambacho alikuwa anaweza kufanya kwa upande wake, na hamna kazi ambayo ilikuwa inafanyika. Sasa wakati ule Baisa akarudi tena ndani ambako Ryan alikuwa amefungwa. Akaomba apewe dumu la mafuta, na kijana alifanya hivyo, na bila hata kusubiri alimwagia mafuta, na kisha alikaa pembeni kidogo akamtazama. Bro, nisamehe, siwezi kurudia tena. Mama ananitegemea. Ryan ajaribu kujitetea tena. Msamaha nimetoa, lakini hujanipa faida yote. Nisamehe mwanangu, siwezi kurudia tena. Boss bwana, mbona unachelewesha vitu? Tuna vitu vingi sana vya kufanya, kijana aliongea. Jamaa, nilikupa nafasi. Eti baada ya kufanya ulijiambia kanaona mimi ni pimbi. Si ndio? Unatoa taarifa ya kutekwa. Sasa watakuja kukukote kama maiti. Nisamehe mwanangu. Mimi sioni sababu ya kukupa msamaha bwana. Hebu naomba kiberiti, alisema Baisa. Basi kijana wake alitoa kiberiti, na kilipofika katika mkono wa Baisa, alikipokea na akatoa njiti moja, akatazama kwa sekunde kadhaa. Tabasamu katika uso wake ilimtawala. Hakuwaza kwamba anakwenda kufanya nini na kwa nini. Kilichofuata ilikuwa ni kukutanisha njiti pamoja na baruti ya moto. Moto mdogo uliwaka tayari kwa ajili ya kumchoma Ryan. Akiwa tayari ameshajiandaa kwa ajili ya kumdondoshia kiberiti katika mwili wake, ghafla simu yake ambayo ilikuwa mfukoni ilitetema, na umakini alichokuwa anatakiwa kufanya ulipotea. Basi Baisa alikuta kutoa simu yake na kutazama. Ilikuwa namba ya Moli. Alitengesha njiti mpaka ilipozima, afa akapokea. Niambie, unakurupukaga sana Baisa. Sasa kwa nini umechukua maamuzi? Wewe, how many times nimekuja kwako kulalamika kuhusu Kamila? I know, lakini ukumbuke ni kama nitaongea naye. Kwa nini kinaendelea? Uko wapi sasa hivi? Nataka kumchoma moto boya. Hey, listen. Hebu acha afu tukutane Sofia Hotel. Natoka kwa kina Kamila. Nimetoka kuongea naye. Mko mnaongea nini? Hebu tuonane basi Sofia Hotel. Nitakwambia kila kitu, tafadhali usifanye hivyo. Alizungumza Moli, na Baisa alifikiri kwa muda na hakuwa tayari kumwacha Ryan akiwa hai, lakini simu ya Moli ilimfanya badilishe maamuzi. Akamwambia basi poa. Aliongea kwa hasira, na kisha simu ikawa imekatwa. Kijana wake ambaye alikuwa anamtazama alifahamu hali imebadilika kutokana na mwonekano wa bosi wake. Akamuuliza kuna nini? Akamwambia naondoka, then nitarudi. Unaenda wapi? Sofia Hotel, kuna mtu ndio kukutana naye. Na uje nitajua nifanyaje. Sasa hivi mwache. Kivipi sasa, nitakiwa kufa? Hebu listen. Nimekwambia kwamba nitajua nafanyaje, lakini sasa hivi mwache. Kijana alijibu. Basi kwa kuwa aliyekuwa anazungumza ni bosi wake ambaye anamheshimu kupita maelezo, akaona sababu ya kumpinga zaidi ya kumkubalia. Akimtazama Ryan, uso wa Ryan uliweka tabasamu la mashaka, kuamini kama ameokoka kwenye kifo ambacho kilikuwa mbele yake. Jasho lizidi kumchuruzika, lakini akajiambia asante Mungu. Alijisemea moyoni akimtazama Baisa ambaye alimsogelea hadi pale, akamwambia nimekuacha sio kwamba nashindwa kukuua, ila kuna mtu naenda namsikiliza. I'll be back kwa ajili ya kupoteza. Basi baada ya kuzungumza hivi, Baisa aliondoka katika eneo hili huku akitoa maagizo kwa vijana wake na kuwasisitiza kwamba wazidishe ulinzi kwa Ryan ili kuhakikisha kwamba mtu yule hawezi kutoka hata iwaje. Vijana hawa waliunga mkono hoja, huku kila mmoja akijiandaa kwa ajili ya kuimarisha ulinzi mkali ambao utahakikisha kwamba Ryan hawezi kuchomoka katika eneo lile. Sasa ni upande wa pili tunaona mazungumzo mengine ambako Aima alikuwa ameenda pale studio. Basi anaambia kwamba muona, yani jana tu alikuja hapa, then tukapishana kauli kwa nini amekuacha. Then naamka asubuhi nashangaa Tudi ananipigia simu anasema kwamba ametekwa, mpaka nashangaa. And then ukimpigia simu apatikana. Hata hivyo watu waniuliza wanasema kwamba aitekwa na watu kama 3 hivi. Alikuwa kile akimsema jinsi ambavyo jambo lilikuwa. Mbele yake alikuwa producer pamoja na Aima ambao hakuacha kumsikiliza. Kila mmoja alihitaji kujua nini kilitokea na nini kifanyike kuhakikisha kwamba Ryan atakuwa katika mikono salama. Kwa hiyo tukatoa taarifa polisi, au producer aliuliza. Hata mimi naona hilo ni la muhimu, Aima alisema, lakini sio muongo. Haya yote ametaka Ryan, ni ujinga wake. Jamani, uso muda wa kurumbana Kevo. Swala la kujua tunamfanya nini ndio tunataka tufanye sasa hivi Ryan awe huru. Hasa nani ambaye amemteka? Hamna ambaye anajua. Shamla, hebu tuondoke. Ila kama tukimpata Ryan,
nitamchana kabisa. Ni hizi pigo ambazo anazileta sio za kiwake kabisa. Ni tunasumbuana sasa hivi na nishamwambia anajitafutia matatizo, lakini akaniona kama mimi boy anataka kuharibu mapenzi yake. Kevo aliongea. Kwani issue ni nini? Aliuliza producer. Alifanya hivi ni Haris, sio mtu mwingine. Shemela, sidhani kama ninapaswa kuanza kuulizana maswali sasa hivi. Kikubwa ni kwamba tuondoke then tukatafute msaada huko mbele. Sio, unanielewa? Basi sawa, Aima alijibu. Basi kilichofuata hapo ilikuwa ni wao kwenda kituoni ili kutoa taarifa juu ya kutekwa kwa Ryan. Jukumu hili lilibaki katika mikono ya Kevo na Aima ambao walikwenda kutoa taarifa juu ya nini kinaendelea, na kisha arudi nyumbani wakiacha kesi ikiwa chini ya polisi ambao wao wataendelea na upelelezi. Kwa Aima hii siku ilikuwa ni miongoni mwa siku ngumu sana katika maisha yake. Hakuacha kwenda kulia kushoto, kichwa chake kilimuuma mno. Aliwaza kuhusu Ryan. Alihitaji kujua wapi yupo. Alijikuta akihangaika kulia na kushoto hawezi kumpata, lakini bado ugumu ulipatikana kujua ni nani ambaye alikuwa amemteka. Umetoka mapema sana leo kazini, kwa nini? Aliuliza dada yake ambaye alikuwa akirejea kutoka kazini. Kwa nini unamuuliza hivyo bwana, na unajua kwamba anapitia nini? Mume wake ambaye alikuwa katika sofa akasema, dada Ryan ametekwa Ryan. Alizungumza Aima akiwa na hasira na sauti yake ilikuwa inaonyesha anataka kulia. Nimeshtuka. Yaani ndio hivyo. Yaani kumbe ndo katekwa Ryan. Sasa unaumia nini? Dada, hivi unajua kwamba anafanywa nini huko aliko? Sasa wewe anakuhusu nini jamani? Mamangu ameumwa wiki nzima hospitali. Sijaona akitoa mguu wake pale kuja hata mara moja. Acha dunia imfundishe, kwani lazima yeye umsikitikie. Dada, hivi kweli una akili kweli wewe? Aima aliongea kwa jazba. Alichukizwa sana na kauli ya Auma ambaye kuonyesha kujali kuhusu kupotea kwa Ryan. Wakalichukulia kawaida tunakuona kwamba kupotea kwa mtu huyu hakumuhusu kitu chochote. Aima, unasemaje? Nini unaniambia dada yako nina akili na maana sina? Dada, una roho gani lakini? Kumbe mimi nina roho mbaya, si ndio? Ndio dada, una roho mbaya sana. Yaani hata sijui kwa nini nizoea dada kama kelele shwaini wewe. Basi Alma alishika na hasira na akajikuta anampiga kofi ndugu yake moja takatifu ili aache kuzungumza. Unakijua kitu ambacho unakiongea au unaongea tu ili kumtetea Ryan? Wewe unamtetea Ryan kama nani? Mbona Kamila ambaye amekufanya utoke nyumbani kwa Ryan hajasumbuka, hajaenda popote kumtafuta huyo mpuuzi wako? Wewe nani? Sasa nikupiga au umesahau? Afu dada, una roho mbaya, sio una akili timamu. Hivyo wewe una akili timamu wewe? Aliongea Alma akiwa na hasira sana dhidi ya ndugu yake. Hakupenda kile ambacho ndugu yake alikuwa amekifanya kama sehemu ya utetezi kwa maisha ya Ryan. Alikuwa amefura kwa hasira sana, na ugomvi wa wili hao ulifanya mpaka mume wa Alma kuingilia kati, akamwambia Aima, shemeji, hebu msikize dada yako. Ina maana wewe pia unaunga mkono kutoka kwa Ryan, si ndio? Unasemaje? Hivi mume wangu naye unafikiri akili zake zimetekwa, si ndio? Yupo na hasira. Hebu nenda kapumzike kwanza chumbani Aima. Mume wa Alma alizungumza. Basi kidogo kauli yake ilibadilisha upepo katika eneo lile. Lakini kwa upande wa Aima bado alikuwa na hasira. Alichukizwa sana na kauli dada yake na alizi kwamba huenda nao wao wameungana pamoja na Haris katika kumteka mpenzi wake. Sasa tunaacha pale, tunakuja upande wa pili ambapo Silent Killer anatoa ripoti. Akasema nimefika kazini kwake, nimeweka gari langu pale lakini sifanikiwa kumpata. Ilikuwa ni sauti ya Silent Killer akitoa ripoti kuhusu kumteka Aima. Sauti yake ilikuwa ikisikika kupitia simu ambayo ilikuwa kwenye simu la Kamila ambaye kwa chumbani kwake. Kwa hiyo kesho asubuhi nitajua nafanyaje. Umeshinda kujua nakokaa? Mimi sina taarifa zake. Wengi wanasema kwamba anaishi kwa dada yake sijui Mafiga, kama ambavyo unajua ule mji umechangamka sana, si rahisi kujua kwa leo. Okay. Basi poa. Vipi na upande wako, kuna mabadiliko yoyote? Hapana. Okay. Basi simu ilikata. Kamila alishusha pumzi nzito na simu yake iligusana na kidevu. Aliwaza nini kifanyike? Aliona anapaswa kwenda kumchimba mkora mama yake ambaye alikuwa jikoni anapika. Basi haraka alinuka kitandani na akaelekea jikoni. Akamwambia mama, mtoto wako ananitafuta mtoto wako. Kwani bado Rina hajapatikana? Ndio. Sasa mteka na nani? Maana hata yeye mwenyewe anasema hajamteka. Mama Haris ni muongo na anajua ambacho anakifanya. Yeye ndo ambaye amemteka. Ingekuwa ni yeye, kwa namna ambavyo nimempigia simu asubuhi sidhani kama angeshindwa kumwachia. Kwa hiyo ulikuwa unahisi kwamba atakuwa ni nani? Uliniambia kuna mtu anakufuatilia. Nani tena? Kamila aliuliza. Kichwani kwake alijaribu kufuta kumbukumbu na taswira za watu mbalimbali ambao alikuwa anawafahamu kwamba watamfuatilia, lakini hakupata jibu. Alikuwa vitu vinamjia taratibu, lakini anakosa. Kama mbona mimi sina mtu wa kunifuatilia? Mama akamuuliza vipi kuhusu Baisa? Lilikuwa ni swali ambalo mama Haris aliuliza kimasiara. Hakuwa anamaanisha kile ambacho alikuwa anakiuliza, lakini kichwani kwa Kamila ilikuja picha. Yaani unaniblock kwa ajili ya huyu falako, unaniblock Kamila kwa ajili ya huyu mpumbavu. Sasa nitakuonyesha wewe na huyu boy wako. Ilikuwa ni sauti ya Baisa ambaye alikuwa amepishana naye kimaelewano walipokutana siku 2-3 nyuma yake, na alikuwa akikumbuka. Sauti ile ilimfanya kuungana na swala mama yake, akaanza kuhisi huenda ni kweli Baisa au amemteka Ryan, maana alimwambia atamuonyesha lakini hajui ni kitu gani. Nadhani hivyo mama. Hebu jaribu kumpigia kwanza. Lakini kama ni yeye, sina hakika sana. Hebu mpigie bwana, utajua kweli, mama Haris alisema. Basi Kamila aitoa simu yake akachezea kidogo na kisha akaweka sikioni. Simu iliita kwa sekunde kabla ya kupokelewa. Baisa, uko wapi? Unataka nini? Nataka kujua. Then nijibu kwanza uko wapi? Nipo kwangu, natoka naelekea Sofia. Tunaweza kuonana ili waje.
listen, I know umemteka Ryan. Ryan? Yeah, ndo nani? Unamjua. Sasa nakwambia kitu chochote kibaya kama kiki. Basi akumaliza kuongea simu ilikata. Alijaribu kupiga tena kwa mara ya pili lakini simu haikupokelewa mpaka ilifika mahali hakuelewa nini kinaendelea. Na mashaka na yeye kwamba labda yupo na Baisa. Sasa najua cha kufanya. Amekubali, hapana. Sasa umejuaje? Ambavyo amenijibu ndo nimejua. Lakini si nilikwambia kwamba unataka kumuua ndugu yako bure. Kuna mtu mwingine ndo ambaye anafanya. Ngoja kwanza namtuma mtu aende Sofia saizi, na kama hatompata basi itakuwa ni Haris tu. Aliongea Kamila na kisha alicheza simu yake. Namba ya jina la Silent Killer ilijitokeza na akafikiria kidogo, mwisho akaamua kumpigia. Silent Killer, uko wapi? Niko stendi zamani. Sasa sikia, na kutumia picha hapo, ingia Sofia Hotel, mda utakutana na huyo mtu, then deal akiwa anatoka mfuate, atakaposimamisha gari ni taarifu, alisema na kukata simu. Muda mchache mbele alikuwa tayari ametuma picha kwa Silent Killer. Haya, sasa ni upande wa pili ambapo sasa tunamwona Molly akiwa pamoja na Baisa. Kwani umechelewa sana? Molly aliuliza akiwa anamkaribisha Baisa katika kiti. Kuna sehemu nilipitia, sorry. Au kinywaji chako hicho hapo. Asante. Umemweka Ryan. Kuna sehemu tu yupo. Umezingua sana, unajua kumteka. Hii vita ilipaswa iwe hao ndugu wawili, iwe rais, iwe kujipenyeza. Lakini wewe nini unafanya sasa? Wewe mwenyewe unacheza upande wa adui. Na hasira Molly, na hasira sana. No, hata kama una hasira lakini maamuzi ambayo umechukua sio, unahitaji kumwachia Ryan muda huu ili aendelee kuwa na Kamila. Don't think about that. Yani na mimi sifikiri hivyo, lakini najua ambacho kitafanyika ndo itakuwa ni vizuri sana kwa upande wako. Wewe mwachie. Unajua mimi nachanganyikiwa. Lakini kwa nini Kamila ananifanyia hivyo? Bwana mpaka nataka kumuua mtu kwa ajili yake kweli? Baisa aliongea akiwa na hasira sana. Sauti yake iliambatana na kitetemeshi. Basi wakati wale hao wakiendelea na mazungumzo, upande wa kushoto ambako kama mita 10 vipi alikuwa na mtu ambaye alikuwa pale akiwatazama. Macho ya Molly yalisafiri hadi kwa yule mtu. Aligundua kwamba hakuwa mwingine bali ni Silent Killer, kwa sababu alimuona akajiuliza huyu anatafuta nini. Anakumbuka alikuwa na rafiki yake siku ile wakati anampa maagizo kwenye gari. Basi alipogundua kwamba mtazamo na Molly akukopisha macho yake, ndo kwanza alizidi kumwangalia. Kwa hiyo nataka tufanyaje? Aliuliza Baisa. Kamwachie Ryan afu mchimbe mkono, mwambie amtaji Haris kama ndio kama amemteka. Kwa nini sasa? Utajua mbeleni. Then kama nilivyokuambia mimi najua nini nafanya. Si wewe unamtaka Kamila cheni na Ryan. Basi ondoa shaka, mimi najua ambacho ninakifanya. Nenda kamwachie Ryan. Make sure useme jina lako. Mpe kitisho cha kufa mtu. Ila naumia. Hebu listen to me jamani. Wewe ni mwanaume, afu mambo madogo kama hayo unaumia vipi? Si mwanajeshi wewe. Nimesema hivi, niachie mimi ila sio kumteka Ryan. Muache akiwa huru, lakini usimwachie leo. Mpe kwanza hata siku kama 2-3 hivi mbele. Haya basi poa. Basi Baisa aliongea na kisha aliondoka katika eneo lile akimwacha Molly ambaye alipeleka macho kwenye meza ambayo alikuwa amekaa Silent Killer, lakini hakuweza kumuona. Akanajiuliza kaenda wapi? Alibaki akijiuliza bila kupata majibu kamili ya swali lake. Basi akiwa katika mataa, Baisa alihisi kama kuna mtu alikuwa anamfuatia kwa nyuma, na hili lilikuja mara baada ya kupokea ujumbe kutoka kwa Molly. Alichanganya akili haraka sana na kichwani alitazama katika side mirror. Kweli bwana aliona ni gari, akaamua kujiongeza, akasubiri upande wa pili uruhusu gari kupita, na akajitosa barabarani bila hata kujali, na ikawa ndo nafasi yake nzuri sana kumwacha Silent. Sasa ni tunaacha pale, tunakuja upande mwingine ambapo tunaambia kwamba ilikuwa ni usiku, ulikuwa umetia nanga na ilikuwa ni majira ya saa 4. Mama Ryan alikuwa kwenye nyumbani kwake anasubiri ujue mtoto wake, lakini kimya kilikuwa mbele. Dalili za kwamba Ryan atarudi zilizidi kupotea. Alijaribu kumpigia Kamila mara kadhaa, lakini jibu kamili juu ya nini kifanyike halikuwepo, na hili limfanya kuzidi kuchanganyikiwa. Maumivu ya kupotelewa na mtoto wake ilikuwa makubwa mno. Alijaribu kuwapigia marafiki wa Ryan akiwa mkevu, lakini hakuna ambaye alimpa majibu kamili kama Ryan ampatikana au la. Kama mzazi ambaye alikuwa anampenda mwanae, basi akuacha kukaribisha machozi, alijikuta akianza kulia. Alihisi huenda alikuwa na laana kwa ajili ya kumpuza Aima na kumwacha kwa kibei kubwa sana. Aliumia sana moyoni. Siku hiyo alikesha sebuleni mpaka kuna pambazuka. Basi asubuhi ilipotia nanga, aliamshwa na simu kutoka kwa Aima ambaye alitaka kufahamu nini haswa kinaendelea. Mama amepatikana? Aliuliza Aima. Apatikane wapi mamangu? Basi nisaidie hata huko kwa wakubwa. Mungu wangu, kwani ilikuwaje mama? Mimi hata sijui mwanangu, yani sijui. Hata mwanangu mwenyewe ndo naye mmoja tu jamani, sielewi chochote. Basi sawa mama, ngoja leo nitaenda tena kuulizia kituoni ili nijue nini kinaendelea. Sawa, nitashukuru sana mwanangu. Mama usijali bwana, matatizo yako ndo yangu, alisema Aima akikata simu. Basi miongoni mwa siku ambazo zilikuwa mbaya katika maisha yake na alipaswa kuziandika katika kitabu chake, basi ilikuwa ni kwa sababu mpaka jioni anaingia kupokea simu yote zaidi ya Aima ambaye alimpigia asubuhi. Taarifa kwamba Ryan amepatikana haikumfikia kutoka sehemu yote. Alizidi kuchanganyikiwa mama huyu. Sasa usiku uliingia. Kwa mara ya pili matumaini kwamba Ryan angeonekana alizidi kufa. Bahati mbaya ilikuwa kila unapopiga simu ilikuwa haipatikani. Raha ya kula chakula ilimtoka kabisa.
Marian aliwaza kuhusu mtoto wake, aliongea kuhusu mtoto wake, na akiwa kwenye msongo wa mawazo alipigiwa simu na Aima ambaye alimpa taarifa ambazo zilimnyong'onyesha. Wanasema bado hajamuona. Jamani, Irian baba yangu yuko wapi? Kwani Kamila anasemaje? Hata najua basi, maana mpaka muda hajanipigia hata simu. Lakini mama usijali, Irian atapatikana. Namuomba mwanangu, jamani mwanangu mimi. Marian hakuacha kulalamika mpaka simu yake inakatwa. Alikuwa anamtaka tu mtoto wake ambaye Irian. Sasa ni siku nyingine, taarifa zinakuja Irian leo hajapatikana mpaka leo jamani. Alikuwa ni Kamila ambaye alikuwa anafanya mazungumzo na Molly wakati akiwa nyumbani kwa kina Molly, ambapo alikuwa ameenda kumtembelea. Unafanya juhudi gani? Kwa sababu nakuona yani unatembea tu, unazurula tu, au umpendi Irian wako? Sio kwamba simpendi, lakini ndio hivyo yani sina la kufanya. Na vipi kuhusu kaka yako? Kaka naye amechanganyikiwa tu, nimegombana naye mwanzo mwisho nijua ni yeye, lakini ndio hivyo. Sasa atakuwa ni nani? Sijui yani nisaidie basi, hata uende kaongea na Baisa kama inawezekana. Pengine anaweza kutusaidia kumtafuta. Kamila wewe, ungeweza. Yani amsaidie mpenzi wake kumtafuta mpenzi wake kweli? Yani msaliti wako amsaidie kumtafuta. Sasa tutafanyaje jamani? Mimi bwana na wasiwasi na kaka yako. Unakumbuka alishaukataza kabisa mpaka akatoa na bastola. Sasa naanzia wapi kujua ni kaka? Unapaswa kumchunguza. Kivipi sasa? Sijui, lakini wewe mwenyewe utajua na mchunguzaji. Mimi niko nje pande, hata nisiwe muongo na hisi kuchanganyikiwa. Hebu ondoa tu shaka, wewe atapatikana, alisema Molly. Basi maneno ya Molly yalimfanya Kamila azidi kuchanganyikiwa. Alihisi kwamba anaenda kumpoteza Irian kwa sababu ni siku ya 3 sasa hajamtia machoni. Mwanzo alihisi atakuwa ametekwa na Baisa, lakini ripoti ambayo ilipewa Silent Killer ilimfanya aishiwe nguvu. Silent Killer bwana alimweza Baisa kwa amemteka mtu na hii tokana na yeye kushindwa kufuatilia siku ambayo alikuwa ametumwa, na akashindwa kutengeneza ripoti ya ukweli. Kwa hivyo aliamua kutengeneza tu ripoti ya uongo. Hivi kama amekuwa ni mtu ambaye anaongea na simu hivi, sasa unajua kwamba wao wanaongea na nani? Kweli hapana sijui. Basi unahitaji kufanya uchunguzi wale juu mno. Yaani mimi naamini kwamba atapatikana, alisema Molly. Basi wakajikuta wakizama katika maongezi ambayo alikuwa na dhana tofauti, dhana mbalimbali kuhusu ni nani ambaye atakuwa amemteka Irian. Basi kwa muda wote ambao walikuwa wakizungumza, Molly aliweza kuficha ukweli. Alijua nini ambacho kinaendelea na alikuwa anajua kwa nini anafanya vile. Sasa Molly kiukweli alikuwa tayari kumwambia Kamila kuhusu Irian kutekwa na Baisa. Alifanya hivi ili kutengeneza uhasama kati ya familia yao na apate nafasi ya kumpenda Irian na mwisho wa mapenzi. Imagine Molly anampenda Irian, mpenzi wa rafiki yake. Sasa siku hii baada ya mazungumzo ya muda mrefu Kamila aliondoka, lakini kichwani kwake kulikuwa kuna wazo moja tu, kwenda kukamilisha ambalo alikuwa amepanga kulifanya, yani kumteka Aima. Basi baada ya kutoka kwa kina Molly, Kamila alifunga safari hadi stendi zamani ili kuonana na Silent Killer. Alipofika alisimamisha gari dakika 2 mbele, mtu ambaye alikuwa anamsubiri alifika. Hatuwezi kumpoteza Irian kirahisi hivi, alisisitiza. Kwa hiyo tunatakiwa kumpata yule dem, then tunatangaza kwa ile awe huru. Basi lazima Irian aachiwe. Ushamjua mtu ambaye amemteka ni kaka yangu na mashaka naye. Okay, basi kesho nitafanyia kazi leo mapema, wahi ofisini. Demu anakuwa ni mtu wa kwanza kufika pale, ujue kufanya hivyo. Sawa, basi mimi najua la kufanya, usijali. Sasa Ndikila alisema na kisha akashuka kwenye gari. Haya, sasa ni upande wa pili. Mama anamuuliza mtoto wake, hivi mwanangu wewe utalewa mpaka lini? Yaani hatima yako ni ipi? Alikuwa na mama Melissa anamtazama mwanae ambaye alikuwa amelala sakafuni, pombe zimetapaka kila sehemu. Mama, hivi kwa nini Haris ananifanyia hivi? Kwa nini ananitesa? Kwa hiyo kulewa ndo solution la kumpata au? Mama, yani mimi ni bora tani leo. Ona juzi tuliongea vizuri, then naenda kadhini ananizalilisha, ananisema pole mwanangu, lakini natakiwa kwamba ujue kwamba kama mimi ni mtu si kitu chepesi. Moyo wa mtu ni msitu mkubwa. Naamini kwamba utampata mwanaume mzuri. Ndio maana nikwambia labda zeni ni pombe. Basi alikuwa anaongea, lakini baadaye alishindwa kuendelea kwa sababu simu ya Melissa ilitupa jicho kutazama namba ya Haris ilitokea. Haris, ongea na mama basi. Ongea naye basi, amini kama mimi nakupenda. Sorry, nimekupigia nataka tuonane. Uko wapi? Niko ndani. Wewe uko wapi? Nipo nje kwenu hapa. Sawa basi nakuja. Melissa aliinuka haraka baada ya kusikia mwanaume yuko nje. Basi akiwa na imba alipiga hatua hadi nje ya nyumba yao. Kule alitoa na gari la Haris, alitazama na kisha akaenda. Samahani kwa kila kitu Melissa. No, usijali. Mimi ndo ambaye mwenye makosa. Mimi nakupenda na hujafanya lolote. No, sio hivyo. Lakini nini? Mimi nakupenda sana Melissa. Nimejua umuhimu wako kwangu. Haris alizungumza. Maneno yake yaliendana na namna ambavyo alikuwa anaonekana. Alikuwa ni mpole na mnyenyekevu na uso ulikuwa umeonekana kwa huyu mwanaume ambaye alikuwa mbadilika ghafla. Melissa mwenyewe alishangaa, kuna nini? Mbona ghafla mwanaume anakuja kuniambia ananipenda? Alimtazama kwa makini sana. Akaamini kama ambaye yuko mbele yake ndo Haris. Akamwambia asante. Niambie kwa nini uko hapa muda huu? Nimekuja kukuambia kama nakupenda, nimetambua umuhimu wako. Kuna kingine? Nibusu, alisema Haris. Hiki ndio kitu ambacho Melissa alikuwa anakitafuta kwa muda mrefu sana. Basi kwa haraka
aliwahi kwenye mdomo wa Haris kwa ajili ya kumbusu. Asante sana. Asante pia Haris kwa kuja kwenye maisha yangu. Mimi unajua bado siamini. Ni mimi Melissa, ni mimi. Unajua mimi nimelewa sana wiki nzima. Yaani tangia umeniambia unipendi, kila siku nalewa tu. Yaani mpaka nimeharibu maisha yangu. Jamani. Pole sana. Ni makosa yangu. Mwanzo nilijua kwamba unanipenda. Lakini nilihisi kwamba unanipendea mali, lakini nimekuja kujua kwamba unanipenda kweli. Haris, mimi niko hapa kwa ajili ya kupata upendo wa dhati. Niamini. Sawa, sijali, kuanzia leo naanza kupenda kwa dhati. Haris alizungumza na kisha alimpiga busu lingine Melissa. Mabadiliko ya ghafla ambayo Haris alionyesha kwa Melissa yalimfanya stambuli lolote lile. Mapenzi yalimfumba. Alikuwa ni kipofu ambaye haoni lolote mpaka Haris anaondoka katika eneo hili. Sasa safari ya Haris ilifika hadi kwenye eneo ambalo alikuwa anaishi huyo ambaye anaitwa Mkatili. Eneo hili lilifahamika kama machinjioni. Unyama wote ambao ulikuwa unafanywa ulifanyikia hapa. Umesikia taarifa iliyopo? Nimetangazwa kwamba mimi ndo nimemteka yule vala, alafu mwenyewe kabisa yani anakiri kabisa kwamba nimemteka. Kwani amepatikana? Lini? Sasa hivi ni saa 5. Amepatikana kama saa 4 hivi. Alikuwa wapi? Mkatili nimechanganyikiwa, huwezi amini. Yaani anaujua anasema jina langu, ananitaja mimi ndo nimemteka. Acha masiara basi. Ndio hivyo. Yaani unaponiona hapa niko nje kwa dhamana tu. Hivi unajua mwenye ile afungwe. Kwa hiyo sasa hivi nimetoka kwa Melissa. Kwa Melissa kufanya sasa? Nataka nimtumie ili kujua ukweli juu ya nani ambaye alimteka Rianne. Alafu hii aibu ikaja kwangu. Yaani nikimjua huyo mtu, haki ya Mungu nitakuja kumuua. Yaani nakwambia nitakuja kumuua. Alisema Haris kwa hasira. Basi Haris alikuwa amekasirika sana mara baada ya Rianne kupatikana, huku lawama zikija upande wake. Katika kufanya uchunguzi, basi alijihitaji kujiweka karibu sana kimapenzi na Melissa, na lengo lake lilikuwa ni kumtumia, na si kama ambavyo Melissa alikuwa anaamini kwamba amependwa. Aliona Melissa anafaa kwa kila kitu. Alitambua Melissa ni mtu ambaye anaweza kumwambia jambo kwa muda mfupi sana na mwisho anaweza kufanya. Kwa hiyo si kwa sababu anampenda, ila ameenda kwa binti kwa sababu ana mipango yake mingine. Sasa taarifa ya kupatikana kwa Rianne ilimfikia Aima, ambaye usiku mzima alikuwa kwenye kupata usingizi. Alikuwa anakosa usingizi kabisa kueleweka. Aliwaza kuhusu Haris kwa sababu ndio mtu ambaye alitajwa kwamba ni yeye. Basi alikuwa na hamu kubwa sana kupambana naye, atampa vidonge vyake. Asubuhi ilipotia timu, alioga vizuri, akafunga safari hadi kazini, akachukua pikipiki. Alipofika katika geti, alitoa hela akampa boda. Boda aliondoka na yeye akajiweka sawa kwa ajili ya kuingia ndani. Lakini ghafla kuna mtu alikuwa nyuma yake akamgusa, akamwambia sorry. Aima aligeuka na kumtazama. Hakujua kama alikuwa mbele yake ni silent killer, muuaji wa kimya kimya na wasiri. Akamwambia niambie. Basi hakumaliza hata kuongea, na kuna kitu kilipita katika uso wake, na kisha ilitokea watu wengine wakamshika miguu akambeba. Walinzi walipotaka kuwashambulia, zisikika risasi zaidi ya 10 ambazo zilienda angani. Ikabidi wote watulie. Tukio hili lilishuhudiwa na Haris ambaye alikuwa mita 12 kutoka katika eneo la ofisi, na alitaka kujua wale watu ni kina nani. Kwa hivyo aliwasha gari lake taratibu na kuanza kuwafuatilia ili kuweza kujua walikuwa ni kina nani. Basi Haris alijaribu kufuatilia gari kwa umakini wa hali ya juu, lakini hakuweza kufika kutokana na kasi ambayo alikuwa nayo silent killer. Licha ya kuendesha kwa namna ambavyo anajua, lakini kwenye siku ile aliachwa mbali sana, na huo ndio ulikuwa mwanzo wa kumpoteza Aima. Mbele ya macho yake alishikwa na hasira, akupendezwa na hicho ambacho kimetokea. Kitu cha kwanza kufanya ilikuwa ni kwenda kumchimba mkwara na kwa walinzi wa kampuni yake ambao walikuwa zamu asubuhi hii. Walifahamu makali ya Haris. Aliongea mno mpaka walinzi wakaanza kumwogopa. Hakuweza kutoa maneno mawili bila kuweka tusi mbele. Alikuwa anatukana kupitiliza. Kila tusi ambayo ilitoka kwenye mdomo wake ilikuwa ni sehemu ya kumpoteza Aima, ambaye alikuwa hajui nani amemteka na kwa nini. Kwake tukio hili aliona ni kama uzembe wa walinzi ambao wanalipa mshahara. Ilikuwa ni swala la wao kufanya juu chini kuzuia kile kitu. Haijalishi kuna bunduki ama kuna nini, lakini ndio hivyo, bahati mbaya walifanya uzembe na Aima hayupo tena. Hajulikani wapi ambapo amekwenda. Kwa itakuwaje boss? Mmoja wa wafanyakazi wa kiume ambaye anaitwa Jeremia aliuliza, yeye hata sijui, anachanganyikiwa. Plate number ya gari hujakariri. Magari kama ile huwa hayana plate number. I say, hapa inahitajika kuingia kituoni kutoa taarifa. Naonyesha ni maadui. Yaani subiri. Yaani najua nani ambaye yuko nyuma ya mchezo. Nani huyo? Tutaongea. Haris alisema, na kisha alielekea katika upande wa gari na akaondoka mahali pale. Safari yake ilienda kutua kwa Mkatili. Alikuja kwa lengo moja tu, kutaka kujadili kuhusu kile ambacho kimetokea. Unaona mwanangu, Kamila anajaribu kucheza na mimi. Kivipi? Ametuma majambazi waweze kumteka Aima. Una uhakika? Yaani na uhakika kwa sababu aliniambia atalipa kisasi. And I'm sure hii ni sehemu ya kisasi chake. I say, una ndugu kavu mno. Mkatili alizungumza akiwa na bunduki yake vizuri. Kwa unachukua maamuzi gani? Aina unampataje Aima? Hauhitaji nguvu yangu, take it easy. Ni swala la home hili, nitalimaliza kibabe. Poa, ila ukiona kama nahitajika nishtue, basi poa, sijali, ngoja mimi niende zangu kwanza home, alisema, na kisha aliondoka mahali pale.
Basi kichwa cha Haris kiliwaza kuwa mtu ambaye anahusika katika kumteka Aima ni ndugu yake. Ingawaje alikuwa sahihi katika hili, lakini ilihitaji uchunguzi zaidi kujua. Alijua Camilla huenda atakuwa amelipa kisasi kwa kile ambacho kiliaminika kwamba yeye ndo alikuwa amehusika katika kumteka Ryan. Kwa hivyo katika kulipa kisasi, basi aliona ni bora kama atamteka Aima. Sasa tunatoka pale na tunarejea upande wa pili ambapo ilikuwa ni yapata majira ya jioni pembezoni mwa barabara ya treni mpya maeneo ya Azimio, ambapo walionekana Baisa pamoja na Molly wakitembea. Stories hapa na pale ziliendelea. Walikuwa wameachana kama sentimita 2 hivi, huku kila mmoja akiwa ameshika ice cream mkononi. Kwa nini umeniita hapa muda huu? Aliuliza Baisa. Nataka nikupe option sahihi ya kufanya ili umuumize Camilla na Ryan kwa pamoja. Kumuumiza tena sio kumpenda. She's a cheater. Anaonekana ni Slay Queen sana. Unahitaji mwanamke ambaye anajitambua, anajielewa, anajua nini maana ya maisha. Ina maana Camilla hana hizo sifa. Azitoe wapi sasa? Namjua vizuri, na rafiki yangu ile ujue. Sijakuelewa ujue. Na ndio sababu tuko hapa, alisema Molly, na kisha alitoa simu yake na kuanza kuchezea. Basi kima kilipita kati yao, macho ya Baisa alitoa kwenye simu ya Molly baadaye, ambaye alikuwa makini kutafuta kitu kwenye simu ile. Alipokipata, aliamua kufukuza kimya, akamwambia, "Unamwonaje huyu demu?" Alimpatia simu Baisa. Macho ya Baisa alipata kuona sura ya Aima kwa mara ya kwanza. Wow, she's so cute. Unamjua ni nani? No. Okay, anaitwa Aima. Usijifanye unamfikiria bwana huwezi kumjua. Kwa hiyo ni nani? Alikuwa ni mke wa Ryan, lakini kwa hivi sasa yuko single. Yaani kivipi? Days before aliachwa na Ryan kwa sababu ya Camilla. Mwanamke mzuri kuliko hata Camilla. Ndio maana nikakwambia najua nini cha kufanya. Kwa hiyo relax, nikupe mchongo. Molly alisema, na akapokea simu kutoka kwa Baisa. Pumzi nzito ilishushwa na Molly, na alikuwa anatafuta namna nzuri ya kueleza kile ambacho alikuwa amekiunda. Alipata fursa sasa akasema, "Unaweza kuanzisha mahusiano na huyu manzi badala ya kuwa na Camilla." Simple. Yaani hata sasa hivi niko tayari. Baisa alijibu kwa sababu Camilla, Aima alikuwa ni binti mzuri sana kuanzia kwenye picha. Akamwambia, "Mbona hujafikiria hata jibu lako umekubali tu? Nataka kulipa kisasi kwa Ryan. I know Camilla hawezi kumwacha yule mwanaume. Yaani nitazidi tu kuteseka. Imeisha hiyo. Na hicho ndio ambacho nilikuwa nakiangalia na kitaka kwako. Kwa hiyo demo ametekwa. Katekwa tena. Na nani? Camilla tena. Unamwona mpole? Sidhani kama unaweza kufanya ambavyo unasema. Nishakwambia wewe mwanamke so wife material. Haya, angalia hii." Molly alitoa simu kwa mara pili, akachezea kwa sekunde kadhaa, na kisha aliplay video katika simu ambayo ilikuwa inaonyesha Camilla akiwa anampigia Aima. Basi Baisa alitazama vizuri na hakujua kwa nini Camilla alikuwa anafanya vile. Yaani kwa nini mfanya hivi? Ukiachana na wivu, basi kuna kisasi ndani yake. Yaani kivipi? Anaamini kuwa kakake alimteka Ryan kwa ajili ya kuzuia upendo wake na Ryan usiendelee. Wakati huo Haris umwambii kitu kuhusu Aima. Anampenda huyu mwanamke vibaya, lakini amekuwa mwanamke na msimamo mkali sana. Hajawahi kumpenda Haris hata siku moja. I see. Kwa hiyo Camilla ndo ameamua kumteka. Sasa nini ambacho nataka mnifanye? Simple tu. Sasa hivi wapo katika uwanja wa Jamhuri kwenye moja ya filamu ambayo inapatikana mle ndani ambako wanapigana mabondia, ndo ambako amefichwa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kwenda kumpa msaada huyu mwanamke, then hakikisha unaondoka naye. Na vipi kuhusu Haris? Akija kujua kwamba mimi ndo nilimteka Ryan itakuwaje? Lengo letu namba 1 ni kuhakikisha kwamba Aima anakuwa katika mikono yako. Kuhusu mengine achana nao. Tutakuja kuyafix huko mbele. Una uhakika? Lakini Molly, 100% nimezaliwa mjini mimi. Shida yako wewe uniamini na kuamini ujue tena sana. Sasa kumbe mbona una wenge? Unajua nawaza, yani nawaza mimi ndo nimteka Ryan. Unaambiwa ukiletea ushenzi unajifunza kuwa mshenzi. Yaani na mtu akileta ushenzi mpende rafiki yake au mtu wake wa karibu ile zidi kuumia. Ila Molly, ndio iko hivyo. Kwa hiyo mpango hapo umebaki ni wewe tu ndo ambaye unaweza kutimia. Molly alimwambia vile Baisa ambaye alicheka sana, akamwambia, ila Molly akamwambia ndio hivyo. Akamwambia sawa, lakini mimi nakuhakikishia kwamba huyu demo atakuwa katika mikono yangu. Ukishindwa kabisa, basi nitume mimi najua namna ya kumshawishi mwanamke kama huyu ili aweze kuzama kwenye penzi la mwanaume wako. Akamwambia never mind bwana, mimi lazima nitakuambia kama nitafeli. Baisa alisema vile akionekana kwamba alikuwa tayari kufanya kile ambacho alikuwa ameambiwa. Sasa hatimaye upande pili ambapo pia kuna mazungumzo ya mzee. Lakini si tulikupanga kabisa kwamba unakwenda siku kabisa ukawa mbishi mwenyewe, umeona madhara yake. Alikuwa ni Kevo akiwa anaongea na Ryan wakiwa nyumbani kwa kina Ryan ambaye alikuwa anaugulia maumivu. Kevo alikuwa ameongozana na producer ambapo walikuja kumuona Soiba wao na kumpa pole juu ya kile ambacho kimetokea. Achana na kwamba siku ile walizinguana wakapigana, lakini nini, mwisho wa siku wao ni binadamu na wanajua huyu ni mwanao kidogo, yani hivyo yani chuki sivunje undugu jamani. Basi licha kutokea sintafahamu baina yao, lakini alivaa roho ya kila mwanaume jasiri ambaye hana kinyongo. Lakini yeye nifanye nimwache Camilla, nitazidi kumpenda. Amepambana sana kwa ajili yangu. Ryan alisema, "Wewe jamaa sijui umerogwa." Aliyepambana hapo ni Aima. Tumeenda naye mpaka polisi, huyo Camilla tujamwona popote.
hamna kitu kama hicho. Aima ananipigia simu, kazi yake ilikuwa tu ni kulia tu. Ukapambana wapi sasa? Mama Ryan ambaye alikuwa jikoni alisema, imagine wakati alikuwa anajitahidi kumsaidia, lakini mama anakuja kumchumlia Aima. Mama wapi? Aima alikuwa analia. Mimi sijui kumwona mwanamke mwenye mapenzi ya dhati kuliko yule katika hii dunia. Kevo alisema, mama yuko sahihi, Aima ni mjinga, hawezi kujipambania. Tatizo lako Kevo, nampenda sana Aima. Si ndo hapo Mama Ryan alimuunga mkono mtoto wake. Ni kwamba sasa hivi ameshasahau kwamba kwamba alikuwa amejuta sana hizo siku 2-3 hapo, lakini sasa hivi tayari yuko anazungumza mambo ambayo ni kwa sababu mtoto wake ampatikana labda. Basi msumari mkubwa wa chuki ambao ulikuwa umegongelezewa kwa Mama Ryan kwa Aima, si kwamba alikuwa afahamu ukweli, bali nyuma yake kulikuwa na roho ya tamaa. Kulikuwa na shauku kuendelea kupata kile ambacho alikuwa anapewa na Camilla. Aliamini kwamba akisimama upande wa Camilla huenda mapenzi yangerudi maradufu kuliko kusimama upande wa Aima, kwa sababu hakuwa mali ya mtoto wake mara baada ya kuachana naye. Basi wakiwa katika maongezi, aliingia Camilla akiwa na maua pamoja na boksi ambalo lilikuwa na vizawadi kama nguo, simu, vikokoro vingine ambavyo alivichukua kwa ajili ya kumpa Ryan. Alipofika aliwasalimia kila mmoja na kisha kaenda jikoni ambako alimwambia Mama Ryan aache kupika kwa sababu wangeenda kula katika mgawa mkubwa kwa siku ile, kwa sababu alishaandaa tukio maalum ikiwa ni kama party kwa ajili ya kumpongeza Ryan kupatikana. Basi haya ndo maisha ambayo Mama Ryan alikuwa anataka bwana. Alikuwa amependa sana kutoka na Camilla. Alikuwa anapenda raha mno, na sasa amepata kile ambacho alikuwa anapewa na Camilla. Aliona ni kikubwa sana na hakuweza kupoteza kuendelea kushiriki na Aima ambaye hawezi kumsaidia. Baby, basi utavai hapa, then tunaondoka usiku huu, alisema Camilla akiwa na chambua nguo. Mbona nzuri sana, asante mpenzi. Ya, niko hapa kwa ajili yako love, na sipendi uniambie asante kati nafanya majukumu yangu. Kwa hiyo tunaenda wapi mama? Mama Ryan aliuliza. Kuna party huko nimeandaa sehemu mamangu, kwa hiyo na mamangu pia atakuwa pale, twendeni tu. Jamani, kweli? Ryan aliuliza akiwa anatabasamu. Yeah babe, and si utaimba au mbavu zinakuuma? Kwa ajili yako mpenzi nitaimba, no matter niko katika hali gani. That's why nakupenda Ryan, kwa sababu unanifanya nijisi so special kwenye ulimwengu jamani. Nakupenda sana. Naona akina nani? Hao ni marafiki zangu. Huyu anaitwa Kevo, ni msanii mwenzangu. Sema ndio hivyo, hanifiki. Alafu yule pale ni producer wetu ambaye anatengeneza nyimbo, na anatengeneza na ule wimbo wa Only You. Ryan alijitambulisha kwa kina Kevo. Amina alikuwa anatambulisha kina Kevo akiweka majigambo kidogo. Kutambulisha kwa marafiki wapya kulimfanya Camilla kutabasamu. Alifurahi sana, alijikuta pia akiwapa mwaliko kina Kevo ili waweze kuhudhuria katika tukio hilo ambalo alikuwa ameandaa kama party. Sasa kwake aliona kufanya party hii kutadumisha upendo. Basi aliandaa basi walijiandaa huku akiwapa kina Kevo pia location ya wapi kwamba ambapo itafanyika kabla ya kuondoka. Basi baada ya kina Kevo kuondoka, Camilla naye aliondoka akiwataka kina Ryan wajiandae, kuna taxi itakuja kuwachukua. Yeye anaelekea nyumbani kwa ajili ya kujiandaa ili muda wa kuondoka utakapofika basi wakutane kwa ajili ya kwenda kufurahi pamoja. Sijawahi kuona mama mkwe kama Mama Ryan. Wenzangu mnasemaje? Mama wako zenu wapoje huko jamani, kabla hatujaingia katika ndoa. Haya msikilizaji, hii ilikuwa ni sehemu ya 5 ya simulizi yetu ya binti Aima. Aima yuko hapa kwa ajili ya kutupa mkasa wa maisha yake. Tunapata mkasa wa Aima msikilizaji, na tunaendelea kujifunza. So far so good. Tuko na ndugu yetu kabisa, ndugu yetu wa damu, crush wa kwake Rehema. Sam Dafuru bwana, kuna binti anaitwa Rehema anakucrush kinoma yani. Kwenye maandishi yako anakupenda kuliko. Kama unapenda Sam pia mwambie hapo kwenye comments, unapenda vile ambavyo anaandika, ama unapenda uchawi ambao anatutumiaga hapa ndani, ama unapenda zile simulizi zake za kutoa machozi, ama unapenda nini kutoka kwa Sam Dafuru. Hapa ni simulizi zetu media. Jina langu naitwa Tutu. Tutakutana katika sehemu ya 6.